Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuzifuata taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mercredi le 28 janvier 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, kuwaambia kinachoendelea kwenye shamba la vita. Kama kawaida mambo ya vita yanabadilikaka kila wakati, hivyo jioni ya leo tumekuja kuwaambia habari kabisa kamili kutoka kwenye shamba la vita. Na kama kawaida tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Kama ni kwa mara yako ya kwanza kufuata channel hii, tunakuomba kusubscribe ili ukue ukizipata taarifa zetu zote. Sambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Kumbuka kukomenti pia na kulike taarifa hizi. Usisahau kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp ambapo utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati, za asubuhi, za mchana na za jioni. Kujiunga na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre. Pale chini ya titre mu description kuna linki yetu, uguse kwenye linki hiyo. Ukijiunga bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kukawia, tufungue ukurasa wetu wa habari moja kwa moja, tuwapeleke kwenye shamba la vita katika maeneo ya Haut Plateau de Fizi. Habari kutoka kwa vyanzo vyetu katika maeneo hayo wanatuambia kuwa baada ya wazalendo na jeshi la Kongo kuwatake waasi wa AFC M23 na Twirwaneho katika maeneo ya Angule, Bikiaka na Nehele, maeneo ambayo walikuwa wameyakamata jioni ya jana. Kwa sasa tena maeneo haya yako rekipere, donc FARDC na wazalendo tena waisha kamata maeneo haya. Vyanzo hivyo vinatuambia kuwa wakati wa mchana FARDC na wazalendo walikuwa movita hapo wakishambulia waasi wa Ngomino, Redi Tabara na Twirwaneho katika vijiji hivyo vya Angule, Bikiaka na Nehele. Mapigano yaliendelea kuwa makali kati ya pande mbili, na jeshi la Kongo ambalo lilirenforce kule wanajeshi wengi wa unité ya Komando Hibo walikuwa upande wa wazalendo wakiwashambulia waasi hao. Walifanikiwa kurekipere maeneo hayo matatu, Angule, Bikiaka na Nehele. Kwa sasa ziko mumikono ya jeshi la Kongo na wazalendo. Vyanzo hivyo vinatuambia kuwa waasi wa M23 na Ngomino walirudishwa nyuma wakielekea katika maeneo ya Minembwe kule kwenye njo wanakuaka na base militaire kubwa yao. Kama ukumbusho, eneo hizi zilikuwa zimekamatwa na waasi hawa jioni ya jana aujourd'hui. Depuis saa 4 za asubuhi mapigano yakaanzishwa na jeshi la Kongo na wazalendo baada ya renfort ya wanajeshi wa FARDC wa unité ya wakomando Hibu pale. Na baada ya kupigana sasa jioni ya leo, vyanzo hivyo vinatuambia kuwa maeneo hayo kwa sasa yako mikono ya jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo. Waasi wa Ngomino, Twirwaneho walifukuzwa katika maeneo hayo. Wanatuambia kuwa hata kama jeshi la Kongo na wazalendo waisha kamata maeneo hayo, kunaendelea kusikika mashambulizi ya silaha ndogo ndogo za Lantoro, donko wangali wakishambulia waasi hao wawafukuze mbali na maeneo hayo. Upande mwingine tuwapeleke moja kwa moja katika teritware ya Uvira, tuwaambie ni kipi kinachoendelea huko. Katika maeneo tofauti ya teritware ya Uvira mkiwemo na mji wa Uvira, wanajeshi wa mercenaire wale wa unité ya Blackwater wanaendelea kuwasili katika maeneo hayo, ambapo ni jeshi la Kongo linalo waleta katika maeneo hayo ili kuendelea kuwasaidia kupiganisha waasi wa M23 katika vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Vyanzo vyetu kutoka katika maeneo hayo vinatuambia kuwa wa mercenaire kabisa wana
wanaendelea kuwasili wengi katika maeneo hayo, wakiwa pamoja na wanajeshi wa Kongo FARDC, wanaelekea kwenye shamba la vita mwa maeneo tofauti kwenye axe za maeneo ya route nationale numero 5 mo plateau d'Uvira. Kule njo kwenye wanajeshi hao wote wako naelekea, wanafika huko ili kuendelea kupigana na waasi wa M23 katika maeneo ya Uvira. Kwenye AFC M23 nayo hivi juzi walionekana kurenforce wengi wa wanajeshi wao katika maeneo ya Plaine de Ruzizi na pia katika maeneo hayo ya Uvira kwenye route nationale numero 5, hususan katika maeneo ya Sange, Kiliba na Sange na maeneo ya Luvungi. Kwenye shamba la vita katika maeneo hayo hali ni ya utulivu, hakuna mapigano kati ya pande mbili. Kuna endelea kuonekana kujiandaa kwa pande mbili, renforts zikifika kabisa upande wa jeshi la Kongo ni upande wa AFC M23, mambo ambayo yanaonesha kuwa tena huko kunaweza kukazuka upya mapigano makali kati ya pande mbili. Tuendelee na habari zetu, tukitoka katika maeneo hayo ya Sud Kivu tuwapeleke ndani ya province ya Nord Kivu mu territoire ya Masisi kwenye mapigano makali yanaripotiwa katika eneo ya Mihara kati ya wazalendo wa kundi la SNDH pamoja na waasi wa AFC M23. Mapigano makali yalitokea Jumatano hii kati ya wazalendo wa SNDH na waasi wa AFC M23 kwenye kilima cha Mihara kinachoangalia kijiji cha Kashuga. Hapo ni katika eneo la Mweso mu territoire ya Masisi. Kulingana na vyanzo vya ndani, mapigano yalianza yapata saa 12 asubuhi kwa milipuko mikubwa kutoka kwa silaha nzito na nyepesi. Wakati mapigano yanawakutanisha pande mbili kwenye kilima hicho cha Mihara, mabombe yanayorushwa kutoka katika eneo hiyo yako naanguka karibu na maeneo ya Kashuga na kusababisha hofu, lakini hakuna majeraha yaliyoripotiwa. Mabombe kutoka kwenye mlima wa Mihara yako naanguka karibu na kijiji cha Kashuga na kusababisha kabisa hofu kwa wakaji. Tangu asubuhi hiyo mpaka saa za jioni hii ambapo tuko naongea, mapigano yanaendelea kuripotiwa kwenye kilima hicho kati ya pande mbili. Kwa miezi kadhaa wanajeshi wa wazalendo hawa wa SNDH na waasi wa AFC M23 huwa wanapigania kwenye kilima hicho, wote wakiwa wanataka kukikontrole. Upande wa AFC M23 kinaweza kikawasaidia kukontrole bie eneo ya Kashuga kwa sababu kinaangalia kabisa kijiji cha Kashuga. Upande wa wazalendo nao kinawapa avantage ya kuwa wanaweza kurekipere eneo ya Kashuga. Sasa kwa miezi kadhaa wanapiganiaka kwenye kilima hicho, wazalendo wakiwa wanataka wakikontrole epui waone kama wanaweza wakarekipere eneo ya Kashuga. AFC M23 nayo ikitaka kukontrole kilima hicho ili ione ya kwamba inaweza kudefendre eneo ya Kashuga. Na kilima hicho hakuna parti yoyote ambayo ilishaka kikamata be ikikontrole, kwa sababu wakisha kukikamata leo wengine kesho wanatakewa na kikamata, donko inakuwaka hivyo kati ya pande mbili. Aujourd'hui tena wako napigania pale, ni kivumbi na jasho. Vyanzo vyetu kutoka hapo vinasema kuwa wazalendo ndio ambao waliatake upya kwenye mlima huo wakitaka wa urekipere puis tena kukalia eneo hiyo ambayo inaangalia kabisa mwingine wa Kashuga, mwingine ambao ni wakimkakati katika maeneo hayo ya Masisi. Wazalendo wakifanikiwa kurekipere eneo ya Kashuga, deja Mweso na Nyanzale wanaweza kuwa wamekata njia zinazo pakutanisha kwa rahisi huko Nyanzale. Wazalendo wanaweza kuwa na waisha zunguka AFC M23, ile ndio avantage yenye iko pale. Ndio maana katika maeneo hayo kuna kuwaka mapigano makali tena ya mara kwa mara kati ya pande mbili, wote
wanapendaka wakamate kilima hicho cha Mihara. Mapigano yanaendelea kama kawaida, tutaendelea kuzifuatilia kwa karibu taarifa za mapigano hayo ili kuwapa matokeo ya mapigano hayo. Naweza nikasoma maoni yenu, donc commentaire zenu, wale ambao wanatiaka commentaire ku media walituomba kukuwa nasoma commentaire zao ili wajue ya kwamba tunakuwaka tukifuata yale wanayotuandikia. Anaitwa Mukaranya Buhanga alisema .0 muyaipata tena. Bado kabisa .0 haijakuwa rekipere na jeshi la Kongo. Uowa Anete alisema Mungu atasaidia sana FARDC itarekipere. Ndio. Anaitwa Mama Zairwaze alisema wazalendo wanachezwa mchezo na guvernema, ila Mwenyezi Mungu asaidie wazalendo waone mbali. Okay. Grace Kakule alisema bonjour na wasalimu kwanza. Maneno ya hii masiku ya politike isa kwama kabisa, tuko na guvernema ambayo ione kweli kabisa, na hiyo njo inaacha tunateseka. Hapa niko Butembo na wasalimu, asante ndugu yangu kutoka Butembo. Ndombe Belge alisema maombi yangu toujours ni kubazalendo na FARDC yenye iko leo juu ba mbele balikuwa kaba tretre. Mungu abasaidie batuletee ushindi sawa ya Uvira. Okay, Kristiachi Namula alisema mchana mwema kwako ndugu, au yapata ukweli kuhusu Kabila? Hapana kabisa, Kabila mambo yake ngali ndani confusion tu, donc hakuna habari za kweli zinazodhibitisha kifo chake, ziko tu za kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hakuna zinazodhibitisha kifo chake, ni kutoka kwa watu wa karibu wake, ni kutoka kwa gouvernement, ni kutoka kwa M23. Kabisa hakuna taarifa zinazodhibitisha kifo chake. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Nawashukuru sana, naomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi ziwafikie wengi. Merci beaucoup.